usingetegemea vitu vikubwa sana kwenye timu yetu vitokee hii leo kutokana na aina ya mabadiliko ambayo mwalimu ameyafanya. Mwalimu ameamua kuwatumia wachezaji wengi ambao hajawatumia katika mechi nyingine. Mwalimu vile vile ameamua kuwapa nafasi wachezaji ambao wametoka majeruhi kwa muda mrefu, amewapa nafasi ya kuonesha uwezo wao hii leo. Kwa hiyo ushindi wa goli 1-0 hii leo ni ushindi ambao tumestahili sana, na ni ushindi ambao umetufurahisha na umeturidhisha kwa sababu tumefanikiwa kutimiza malengo ya kufuzu na kuingia hatua ya nusu fainali ya kombe la Muungano. Kadri ya muda ambapo ulikuwa unazidi kwenda, ukitazama uwanjani hauoni goli, ulikuwa ukiwaza nini kabla ya mwalimu kufunga lile goli? Hii mechi ukitazama mabadiliko ambayo yamefanywa kwenye kikosi, usingetegemea vitu vingi vikubwa kweli. Kwa hiyo wakati mechi inaendelea, kama wewe ni mpenzi kweli wa mpira na unaipenda Simba yako, hakuna kitu ambacho kina kushangaza. Na hata baada ya goli moja kufungwa, kama lingetokea jingine la pili ingekuwa ahlan wa sahala, lakini ulikuwa vile ungeweza kutegemea kukomea kwa goli moja hilo. Kwa hiyo haikuwa mechi ambayo unakaa ukiwa na pressure kubwa ama na matarajio makubwa. Ni mechi ambayo ukitazama na kile ambacho kinafanyika uwanjani kilikuwa kinatabirika. Lakini yote kwa yote, hii ni mechi ambayo sisi kwetu tumeshinda sana. Tumeshinda kwa sababu mwalimu Steven Becker amepata uwanda mpana wa kuangalia vijana wake hasa wa Simba ya kesho anakuja kuwatumia kwa namna gani. Tumeiona combination mpya ambayo ameitengeneza ya Vedasus pamoja na Hussein Mbegu, wakicheza vizuri 4 na 5, wakitumana, wakielekezana. Imekuwa ni combination bora kweli. Lakini tumeona Chasambi akirejea tena kwenye ubora wake. Tumemuona Haaland wa Mbeya, Baraka Mongosi akirejea tena baada ya majeruhi ya muda mrefu. Ino Loemba vile vile amepata muda wa kutosha baada ya kutoka majeruhi. Kwa hiyo ni mechi ambayo ulitegemea kuyaona haya. Unamuona Bajaber muda mrefu hajaonekana uwanjani, lakini ameweza kupata nafasi hii leo. Kwa hiyo yote kwa yote ni mechi yenye ushindi mkubwa kwetu, kwa sababu tumefanikiwa kuona vitu vingi muhimu kwa maslahi ya Simba yetu ya baadaye. Ni kwa kiasi gani mnautaka huu ubingwa wa Muungano? Tunautaka, ndio maana unaona tunashinda mechi zetu. Tunataka huu ubingwa kwa ajili ya kuwapa furaha mashabiki wa Simba, kwa ajili ya kuwapa furaha mashabiki wa Zanzibari, na kwa ajili ya kuongeza sifa na heshima ya Simba Sports Club. Hatujaja hapa Zanzibar kuchekesha. Tumekuja hapa Zanzibar kwa ajili ya kutwaa ubingwa wa kombe la Muungano. Wapo ambao wanajaribu kusema kwamba kulingana na kile ambacho kinakwenda kutokea kwa mwezi ujao tarehe 3, na mahitaji makubwa ambayo wanajaribu kuinasimisha Simba na kuhitaji zaidi matokeo kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo Mei 3, wapo ambao wanajaribu kusema kwamba muda wenu hapa Zanzibar utakuwa mfupi zaidi. Tunatumia haya mashindano ya Muungano kwa ajili ya kujiandaa na mechi ya tarehe 3 na mechi nyingine za mwezi wa 5 ambazo tunakwenda kucheza katika ligi kuu ya NBC. Sasa kujiandaa ili upate kitu kizuri, lazima ufanye kitu kizuri. Haiwezekani unataka kujiandaa kwenda kushinda mechi ya tarehe 3 kwa kufungwa mechi nyingine ambazo unacheza. Kwa hiyo tunawekeza nguvu tufanye vizuri kwenye kombe hili la Muungano, kwa maana ya kushinda mechi zetu ili kutengeneza morali na confidence kuelekea katika mechi nyingine ambazo zinakuja. Huwezi kujiandaa utake kupata kitu kizuri kwa kufanya kitu kibaya. Kwa hiyo hii sisi kwetu ni fursa ambayo tunaitumia kujiandaa vilivyo kuelekea mechi ambazo ziko mbele yetu, na ndio maana unaona hii leo walianza wale wachezaji ambao wameanza, lakini baadaye mwalimu akaingiza wachezaji wengine kwa ajili ya kupasha miili joto na kujiweka sawasawa. Akaingia pale Mwamba Lusaka, akaingia Libase Geye, akaingia Selemani Mwalimu. Kwa ajili hayo yote ni maandalizi
kuelekea mechi yetu inayofuata ya ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo ni sehemu ya maandalizi, na maandalizi ya kufanya vizuri lazima ufanye vizuri. Haijalishi hata kama mwisho wake ikiwa ni dabi ya Kariakoo, kwa maana ya kufika hatua ya fainali. Sisi kazi yetu ni mpira wa miguu, kwa hiyo tunatamani kucheza mechi kila wakati. Kwa hiyo haijalishi mwisho itakuwa ni against whom, lakini sisi tunataka tucheze kila mechi ili wachezaji wetu waendelee kuongezeka ubora wake na hali ya ushindani iendelee kuongezeka. Kwa hiyo sisi hatuna mashaka, tunashinda kila mchezo ambao uko mbele yetu. Tutakaye kutana naye fainali, kama Mwenyezi Mungu akitujalia, sisi tutaruka naye vizuri tu. Simba Sports Club ni timu yenye miaka 90, kwa hiyo imeshacheza mechi za aina nyingi, imeshakwepa mishale mingi, na tuko tayari kwa lolote. Mlandege ni kama una kumbukumbu mbaya hivi, mara ya mwisho tulivyokutana naye kwenye hatua ya fainali ya Mapinduzi Cup, unakwenda kukutana nao kwenye hatua ya nusu fainali safari hii. Wenyewe wamesema watakuja kuendeleza kile ambacho walikifanya kwa wakati huu. Kwanza niwapongeze Mlandege kwa kufanikiwa kutinga hatua ya nusu fainali. Nimefurahishwa mno na matokeo ambayo wameyapata jioni ya leo, na ziko sababu 3 za msingi ambazo zimenifanya mimi nifurahi kuiona Mlandege amefanikiwa kuingia hatua ya nusu fainali. Sababu ya kwanza, Mlandege ameifunga Singida, nimefurahi, na sababu ya kwanza ambayo imenifurahisha ni kwa sababu siipendi Singida. Kwa hiyo kila baya la Singida kwangu mimi ni faraja kubwa kweli. Kwa hili Mlandege wamenifurahisha pakubwa. Lakini sababu ya pili ilionifanya nifurahi Mlandege kufuzu hatua ya nusu fainali ni kuchanganya rangi ya mashindano. Isingependeza hata kidogo nusu fainali kuwa timu zote za bara, inakuwa haiongezi chachu sana, yani inakuwa tu ni wale ambao tunacheza kila siku. Lakini kama haitoshi, kwa mfano sasa hivi Azam unacheza naye kwenye ligi, unakutana naye kwenye CRDB, unakuja sio kwenye Muungano, kwenye Mapinduzi, yani ni kama vile timu ziko chache. Kwa hiyo inakuwa inaondoa ile ladha halisi. Tupo kwenye robo finali hivi sasa ya kombe la CRDB. Kuna uwezekano mkubwa timu hizi 4 zikakutana kwenye nusu finali. Kwa hiyo inakuwa hainogi sana, sio mbaya, lakini hainogi sana na haipendezi. Tukichanganya rangi hivi tukaweka mix by yes, inakuwa ni nyama mwingi sana. Kwa hiyo nimefurahi, hiyo ni sababu ya pili. Sababu ya tatu ambayo imenifurahisha Mlandege kumfunga Singida ni kwamba tunakwenda kukutana na Mlandege sasa. Kuna vimaswali vidogo tunataka tuende tukaulizane na Mlandege. Ni vimaswali vidogo tu, havina shida sana. Kwa bwana, hivi mliwezaje kipindi kile mkatufunga goli 1-0 kwenye fainali ya kombe la Mapinduzi? Mlifanyaje? Mlibahatishaje? Ni vimaswali vidogo tu. Sasa hatujapata fursa sisi na Mlandege kuzungumza kwa muda mrefu. Sio kisasi. Mkubwa hawezi kuwa na kisasi na mtoto. Ni maswali tu, yani bana, mlifanyaje, mliwezaje, mlikula nini hiyo siku, yani ni maswali fani hivi vya kiupelelezi vya kutaka tu kujua wenzetu walifanyaje. Kwa hiyo sisi tumewapongeza kwa wao kufanikiwa kufuzu, lakini lazima tukiri ya kwamba haitakuwa mechi nyepesi hata kidogo. Tulivyocheza leo dhidi ya Mafunzo, tunapaswa kuongeza gauge kidogo unapokwenda kucheza na Mlandege, kwa sababu Mlandege ni watoto wa mjini, wanapenda kushindana, wanajua kushindana, na ni timu nzuri. Nimeona na ambavyo wamewahenyesha Singida hii leo, wamewafunga magoli ya kikatili kweli. Kwa hiyo si timu ya kubeza hata kidogo. Wanasamata na muona bwana. Kwa hiyo sio timu ya kubeza hata kidogo. Lazima na sisi tukajipange vizuri ili tutakapokutana nao siku ya tarehe 20 ngapi? 26 tuwe na muda mzuri wa kuulizana maswali yetu
kwa ufasaha, lakini yote kwa yote naamini itakuwa ni mechi nzuri ya kufurahisha na wanasimba watafurahi kuona burudani ya Simba na Mlandege. Lakini muhimu kabisa, wapokee salamu zetu Mlandege kwa kumtoa Singida. Najisikia mwenye amani Singida kutolewa, nasikia raha vibaya mno. Bado upo upande wa Wilson Oruma mpaka kifo, licha ya kwamba ofisi ambayo anaitumikia kuomba radhi kwa kile ambacho alikizungumza. Mpaka kifo mimi niko na Wilson John Oruma, na anasemekana kwamba Ahmed anampa kiburi. Tuko bega kwa bega na Wilson Oruma. Wenyewe wanasema watamburuza mahakamani na haki itakwenda kutendeka. Tutakutana huko. Sisi ndio mambo tunapenda hayo. Kwamba mimi ndio Mtikila. Nyinyi mnamjua Mtikila? Ndio mimi sasa Mtikila. Kwamba na wewe utakuwepo kama mahakamani. Nendeni mkafuatilie Mtikila ni nani? Mtikila? Nendeni mkafuatilie, mimi ndio Mtikila sasa. Kwamba wanashinda kesi wakiwa nyumbani. Tutakutana hapo sasa.